Lob und Dank sei dem Herrn für das große Vorrecht, dass wir wieder hier sind. Bwana asifiwe na shukuru kwa ajili ya heri kubwa ambayo tunayo ya kuweza kuwa tena hapa kwa ajili ya kukutanana na Mungu, kusikia neno lake na kuweza kubarikiwa. Na ninaamini ya kwamba tuna sababu zote za kuweza tuma tunaweza kuwa na furaha na kushukuru, kufurahi kwa sababu Mungu alitufanyia neema na aliweza kutuonyesha njia njema, akatukomboa, akatujulisha wakati ambao tunaoishi ndani na ujumbe, ahadi, neno la saa. Tushaka kuisema mara nyingi. Ni kwa hiyo peke yake ndiyo tunatambua kama mtu anatembea pamoja na Mungu kweli kweli. Ni kusema tu kama anatembea pamoja na neno lake, na mtu anayepita pembeni ya ahadi ambazo Mungu alizotoa kwa ajili ya wakati huu hawezi kutembea pamoja na Mungu ndani ya wakati huu. Hiyo nasikilikana vizuri? Kama sivyo, tutaweza kuwa tunatumikia Mungu kwa midomo yetu, tunamsifu kwa midomo yetu, na mioyo yetu haiko katika mambo hayo. Lakini kama Mungu anaweka neno lake katika mioyo yetu, na kama anafunua mapenzi yake kupitia neno lake, na anatupatia ili tuweze kuwa tayari kuweza kulifanya, ndipo sasa tunaweza kweli kweli kutembea pamoja na Mungu. Na nawapatia andiko ya Biblia kwa neno hili, Amosi sura 3. Namna gani watu wawili wanaweza kutembea pamoja kama hawakubaliane? Kama hawakubaliane, kama waweza kuwa wameelewana? Namna gani mtu anaweza kutembea pamoja na Mungu kama hakubaliane na Mungu? Kama mtu anaenda katika mwongozo mwingine, namna gani anaweza kuenda pamoja na Mungu katika mwongozo wake na kutembea pamoja na Mungu? Ila mtu anayetembea katika mwongozo wa kiungu ndiye anaweza kutembea pamoja na Mungu. Na ndio maana tunashukuru sana, kwa sababu hatuna tu makazi za kidini kuwa na programu inayojaa vizuri, lakini kuweza kweli tuliweza pata neema mbele ya Mungu, kuelewa neno lake ndani ya wakati huu na sawasawa na neno lake, kuelewa kitendo chake, kuelewa yale anayofanya. Wakati ndugu Rusi alipoimba wimbo inayosema si hii ndiyo siku, niweza kukumbuka Nehemia sura 8, na niweza kujikumbuka mimi mwenyewe na kwa umoja ambayo niweza kuona kwa namna hii ya kwamba huzuni kidogo inatuzunguka tena, lakini hapa andiko natuambia ndani ya Nehemia sura 8. Nataka nisome tu sehemu inayohusu siku hii au inayohusu siku ambayo Mungu anatuzungumzia hapa ndani ya Nehemia sura 8. Itakuwa sehemu ya pili ya mstari wa 9. Siku hii ni takatifu kwa Bwana Mungu wenu, musiomboleze wala kutoa machozi. Sehemu ya pili ya mstari wa 9 ya Nehemia sura 8. Siku hii ni takatifu kwa Bwana Mungu wenu, musihuzunishwe au musiomboleze wala musilie. Paulo anaandika, musifadhaike kama wengine ambao wasio na matumaini. Isaya anasema kwa sauti kubwa kwenye sura 40, mfariji, muwafariji watu wangu na muwatangazie mwisho wa vita yao au mateso yao.
Kisha tena kwenye mstari wa 10 pia ndani ya sehemu ya mwisho, Nehemia 8 mstari wa 10 sehemu ya pili ya mstari wa 10, maana siku hii ni takatifu kwa Bwana wetu, wala musihuzunishwe. Wangapi kati yetu ambao wanaoregea na kukata tumaini kwa sababu ya masababu fulani fulani zo tofauti, kwa sababu ya majira fulani na kitu kingine chochote, lakini Bwana anatuambia hapa na kutuambia na kusema, wala musihuzunishwe, maana furaha ya Bwana ni nguvu yenu. Mwisho wa mstari wa 10. Naamini ya kwamba tunapaswa kuomba Mungu atusaidie ili tusiweze kuregea na yale yote ambayo inayoweza na mambo ingine tofauti. Kama tunaweza kuangalia majira, tunaweza kuregea, lakini kama tunaangalia Bwana, tutaweza kupata nguvu mpya, bidii mpya, tutaweza kusimamishwa, tutafarijiwa na tutasonga mbele ndani ya imani. Nasoma tena sehemu ya mstari wa 11. Hivi Walawi wakanyamazisha watu wote wakisema, munyamaze, maana siku hii ni takatifu, wala musihuzunishwe. Basi tupokee hii kutoka kwenye mkono wa Bwana leo. Sasa Mungu angeliweza kufanya nini zaidi kuliko kutuokoa, kuweza kusamehe makosa yetu yote na dhambi zetu zote, kuweza kutupatia uzima mpya na wa milele, na kuweza kujifunua kwetu kama vile yeye aliyekuwa na ambaye aliye sasa na ambaye atakaye kuwa milele na milele, na kuweza kutuzungumzia kwa namna iliyo wazi kupitia neno lake na kupitia Roho wake. Mungu angeliweza kufanya tena nini zaidi ili atufanye kuwa wa kufurahi, kutufanya wa kushukuru? Furaha katika Bwana ndiyo nguvu zetu. Hata iweze kuwa ili neno la saha, neno la Mungu liweze kutangazwa katika lugha zote, katika mataifa yote. Neno la Mungu, neno la saha inayofurahisha, ni kwa sababu hatukuwa wa kuzungumzia kitu moja, na kwamba hatukuweza kukamata mafundisho 2 au 3 fulani na kisha tukaenda pamoja nayo, lakini tunaweza kutangaza neno lote la Mungu. Ni lazima sana kwangu kuweza kutangaza tu neno lote kwa namna iliyo katika msimamo mzuri kama vile Bwana anavyohitaji. Kama ningeliweza kuwa na uhakika huu wa kweli katika hali yote ya maisha yangu, kama vile nilivyo nayo ndani ya utangazaji wa neno, ningeliweza hata kuruka kwenye madhabahu haya. Wakati napohusu utangazaji wa neno la Mungu, inakuwa ni ndio na ni amina. Hapo ndilo neno takatifu la Mungu ambalo nalotangazwa kwa namna iliyo safi na kwa namna iliyoweza kuachiwa katika maandiko matakatifu. Mara nyingi katika maamuzi ya mtu binafsi hawezi akose kujua kama ilikuwa nzuri au hapana. Na wakati uliopita nilikuwa sijui akose ilikuwa pia ndugu Rusi ndiye anayeninyola katika wakati huu. Unajua nyote hiyo. Na katika mazungumzo hayo niweza kumwambia kitu moja. Maamuzi mazuri ambayo naweza kubata katika maisha yangu ni kuweza kuwa nilichagua Yesu Kristo, Bwana wangu na Mwokozi wangu. Kwa maana aliamua kwa ajili yetu, naye atafanya yote inayobaki vizuri kwa wingi wa neema yake. Nani anaweza kusema katikati yetu kama maamuzi yake ilikuwa yote ni mema au maamuzi yake? Lakini maamuzi ya kiungu ya kuweza kutukomboa ndiyo maamuzi yetu. Kuweza kubali ukombozi huo ni maamuzi ya milele, ya haki na inayodumu milele. Amina. Utukufu kwa Mungu wetu.
na kama tunafurahi, kwa hiyo ingine yote itaweza kuonekana pia. Sasa jioni hii tunataka tuweze kusikia neno la Mungu kwa namna iliyo huru, kwa namna ya huru, bila kusumbuliwa. Lakini tunaposema Bwana, zungumuza, utuzungumuzie kupitia neno lake, kupitia neno lako, samahani, ili kila mtu kweli kweli aweze kuchukua kitu fulani kutoka makusanyiko haya, awe mwamini au asiamini, awe mbali kwenye njia au awe karibu, au amesonga mbali ndani ya njia au bado, lakini acha Bwana kuwa na neno kwa ajili ya kila mtu. Na ninajua Bwana wangu mpaka katika wakati huu hajawahi kukatala mtu fulani, hajafukuza mtu mmoja, hata kataa mtu mmoja, lakini anasaidia wale wote ambao wanaokuja kwake, na anawabariki wote, anabariki wote. Ninahitaji kwa moyo niweze kuzungumzia Injili ya Luka. Katika hali ya kimafundisho kuweza kusoma Injili ya Luka, ninataka kusoma hapa yale ambayo inayofanya sio kawaida. Nazungukaka katika kitabu cha unabii ndani ya Agano la Kale na kisha ndani ya Agano Jipya inayohusu unabii na ufunuo na mambo ya mafundisho. Leo basi Mungu anisaidie niweze kusoma hapa Injili ya Luka na kuweza kuwa na uchunguzi sote pamoja, itakao kuwa baraka kwa ajili ya sisi sote. Nina uhakika wa hiyo. Ningetaka niweze kuanza na sura 11 ya Luka, neno moja linalojulikana na sisi sote. Luka 11 mstari wa kwanza. Alipokuwa akiomba katika pahali fulani, wakati alipokoma, mmoja wa wanafunzi wake akamwambia, Bwana, utufundishe sisi kuomba kama Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Welch einen Eindruck hat das Gebet auf die Jünger gemacht. Einen solchen, dass der ombi hili liweza kuwa na matokeo gani juu ya wanafunzi wake? Kwa kiwango yule alisema kwa sauti kubwa, akamwambia akiwa na furaha, akiguswa, akishikwa, akasema, Bwana, tufundishe namna ya kuomba. Walimutazama, walimusikia akiomba, walimwona, walikuwa akimwona, waliaishi, na kisha wakasema, Bwana, utufundishe kuomba. Walitambua ya kwamba hawangeliweza tena kuomba kama vile Mungu angeliweza kutaka. Walishikwa kwa ndani. Mmoja wao akasema, Bwana, utufundishe namna ya kuomba. Hatukukuwa pamoja naye huko Getsemani, hatukuwa pamoja naye wakati alipokuwa akiomba mahali fulani, lakini tunaweza kuwazia kwamba hapa ombi lilikuwa la hapo la nguvu, na ilikuwa ikifanyika katika mapenzi ya Mungu, ikilingana na yale ambayo iliyokuwa ikihusika katika wakati ule. Ndugu Rusi alimekwisha kusema kuhusu siri ya Mungu aligeuka kuwa Yawe. Nani ambaye anayeweza kuamini ya kwamba Yawe alikuwa akilala katika hori? Alijifanya kuwa mtu kwa ajili ya upendo wa watu, kwa sababu ya watu, ili aweze kurudisha mtu katika msimamo wa kiungu. Aliweza kupita katika njia ya mtu kutoka kuzaliwa ndani ya hori mpaka kwenye kufa, na akasema kwa sauti kubwa alipokuwa kufa, Baba, ninaweka roho yangu katika mikono yako. Ilikuwa ni siri ambayo Mungu aliyotufunulia kwa neema. Hatutaki kuweza kuchelewa juu ya hayo, lakini tutaweza kuhusika na neno hili hapa. Kwenye mstari wa 2 inaandikwa, akawambia,
Wakati munapoomba semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Na hivyo ndivyo napasha kuanza. Kama tunataka kuomba, tunapasha kutuma ombi letu kwa mahali kinapostahili. Nasema, Baba, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Kuna andiko ingine ya Biblia inayosema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na ingine yote mutayapewa. Kama mnataka kuomba, museme, Baba, jina lako litukuzwe. Wapendwa, kwetu haiko kwamba tu Mungu aliweza kutufunulia jina hilo lilokuwa juu sana na takatifu, lakini kwamba jina hilo liweze kutukuzwa katikati yetu, kuweze kuwa oga, heshima, kunyenyekea wakati tunapotamka jina la Yesu, tukingoja ya kwamba Mungu ataweza kufanya kitu fulani, kwa maana ndani ya jina la Yesu ndimo munakuwa wokovu wote, muna ukombozi wote, muna yote ambayo tuliyopewa na Mungu iko katika jina la Yesu. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Hakuna kingine, siyo imani mpya, siyo dhehebu mpya, lakini ufalme wako uje. Siyo mafundisho mapya ambayo mtu anaweza kutosha katika mifuko yake, mafundisho mapya, lakini ufalme wako uje. Na unakutaka wakati gani? Haikujaki kwa mambo ya nje, inapaswa kuanzia ndani yetu. Inaandikwa hivyo ndani ya Luka sura 16 mstari wa 16. Sheria na manabii walikuwa mpaka Yohana, na ufalme wa Mungu unahubiriwa, nayo inajitengenezea njia kwa nguvu, na yeye anayefanya bidii ndiye anaingia ndani, anayepigana anaingia kule. Inaomba kushikwa kwa mahubiri ya neno na kuweza kupenya na kuingia katika ufalme wa Mungu ambao unaojitengenezea njia yake kwa nguvu, kwa vita, ili uweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Na kisha hapa kwamba utupatie, utupe chakula chetu cha kila siku. Hapa pia napo tunaweza kushukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Alitupatia mkate au chakula cha kiroho na cha kimwili pia. Bwana wetu alisema, mtu haishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno lote linalotoka katika kinywa cha Mungu. Na kisha Yesu akasema, chakula changu ni kufanya mapenzi yake yeye ambaye aliyenituma. Amina, amina. Mutu ambaye ndani ya kizazi hiki, anayekiri ya kwamba anaamini Mungu na ambaye anaweza kufanya yote ambayo Mungu aliyosema katika neno lake. Acha chakula chake iweze kuwa neno lake, neno lake liwe chakula chake, na neno lake liwe taa kwa miguu yake. Na ni wakati mambo ambayo tunayoamini, tunayoyafanya, inapokuwa ikikubaliana neno, ndipo sasa yanakuwa ya kweli. Na hapa si towe siri hii hapa siri, lakini kama tunaweza kuwa na makusanyiko ya wandugu, kama Mungu anaweza kupatia neema, kila mtu katika dakika fulani anaweza kuonyesha kwa Bwana yale anayotaka. Lakini sasa kuna kuja wakati ambamo sasa anapaswa kukamata Biblia na kuonyesha yale aliyoonyesha kwa Bwana kupitia maandiko matakatifu, na yote ambayo siyoweza kuonyeshwa kupitia ushuhuda wa kweli au wa haki na ulio wazi kupitia maandiko matakatifu, inakuwa vyema kuisahau na kuifuta katika mpango au programu. Kwa maana katika mpango wa Mungu
muna yale ambayo iliyo katika neno la Mungu peke yake. Mbingu na dunia vitapita, lakini neno la Mungu litabaki milele. Na kama tunadumu katika neno, tunadumu pamoja na neno kwa ajili ya umilele wote. Na hiyo ndio inahusika ndani ya wakati huu. Basi Mungu atupatie neema yake kwa maneno haya. Mstari wa 4. Luka sura 11. Utusamehe zambi zetu, sababu sisi vile tunasamehe kila mtu mwenye deni kwetu. Na waza ya kwamba hii ni lazima sana. Mtoto wa Mungu hapashi kuchunga chuki ndani yake. Mtoto wa Mungu hapashi kuchunga zambi. Kuna kitu moja, kama ni zambi kwa Roho Mtakatifu ambayo mtu anayotenda. Sasa mtumishi wa Mungu anaweza kuwa na mamlaka ya kuweza kuchunga kuhusu zambi hiyo, lakini kwa ujumla hayo haihusike na taifa la Mungu lote. Tunapaswa kusamehana sisi kwa sisi, na hiyo kama vile Mungu alivyotusamehe. Na kama mtu fulani anasema ya kwamba hawezi kusahau, inaomba kumwambia ya kwamba hajaweza kuwa na tabia na uzima wa Mungu, kwa maana Mungu anasema sitakumbuka tena dhambi zenu, nazo zitatupa katika bahari ya kusahau. Mungu hakumbuki tena. Msiamini, yeye anaweza kusema ninakusamehe, lakini nitakuwa naikumbuka tena. Mwamini hawezi kufanya hivyo. Anasamehe, anasahau, anafunika. Tulisamehewa, ikafunikwa na zikasamehewa milele na milele na Mungu. Kama hatuwezi kusamehe pia wengine, na Mungu naye hawezi kutusamehe pia. Na ndio maana hii mafundisho yanasemeka hapa katika maandiko hapa. Kasa mstari wa 5 mpaka mstari wa 10. Na hiyo itaweza kutuweka nguvu. Hapa mstari wa 5 mpaka mstari wa 10. Na hapa tutaweka nguvu. Kwa mara ya kwanza leo nilisoma ndani ya Biblia neno obstination, ni kusema kushika sana, kudumu, lakini ilionekana kama vile ngumu sana hapa kwenye sura 11 mstari wa 9. Mstari wa 9, Luka sura 11. Nami ninawaambia ninyi, ombeni na mutapewa, tafuteni na mutapata, pigeni hodi na mutafunguliwa. Nataka kusoma mstari wa 8. Mstari wa 8, samahani. Mstari wa 8. Ninawaambia ninyi, hata yeye ataondoka kumpa kwa sababu yuko rafiki yake, lakini kwa sababu ya bidii yake ataondoka kumupa yote anayohitaji, kwa sababu ya kudumu, ya kujikaza na kuvumilia. Hiyo kuvumilia sana, kudumu. Mnajua hiyo habari. Bwana anasema hapa, mtu mmoja aliweza kupokea mgeni, hakuwa na mkate ya kukula, na akaenda kwa rafiki yake usiku, akapiga hodi. Wote walikuwa wakilala, watoto walikuwa wamekwisha kulala, jamaa yote ilikuwa ikilala. Akasema, rafiki yangu, nimepata mgeni na sina mikate, nisaidie na kusihi, ninahitaji mikate 3. Ndiyo mwenye nyumba akasema, sikia, jamaa yote melala bwana. Unaweza kusoma hapa kwamba usinisumbue. Inaandikwa hapa kwenye mstari wa 7 ya kwamba usinisumbue, watoto wamekwisha kulala, wote wako kwenye kitanda na siwezi kuamka nikupatie. Rafiki alitaka katale mtu yule, rafiki yake, lakini mtu yule hakuachia pale, akabaki kwenye mlango, akasimama kwenye mlango. Alikuwa na mgeni, alikuwa katika hitaji, alishitukiwa, alibaki pale, akapiga hodi, akashikaza, akavumilia na hakwenda.
alikuwa katika hitaji, akabaki pale. Mshaka kusoma mahubiri ya ndugu Branamu inayoitwa uvumilivu, ishaka tokea ndiyo kuvumilia au kudumu. Ngoja inaweza kuwa ni neno nzuri sana, kuvumilia. Akabaki pale, alikuwa na mgeni. Kupokea watu katika nchi iliwekwa katika nafasi ya kwanza. Wageni wangepasha kukuja na kupokelewa, na pia hata usiku akasema, nisamehe ndugu yangu, unisaidie na kusihi. Akavumilia, akashikaza. Alikuwa katika hitaji, alijua ni kitu gani aliyekuwa kihitaji, anajua yale aliyokuwa nayo hitaji. Alibaki pale, hakuachilia mpaka alivyoipata. Bwana anasema hapa, hata kama haipendezi mtu yule ataamka, kwa sababu ya kukazilia kwa yule aliyekuwa akibaki kwenye mlango na alikuwa akipiga hodi. Anataka kutuambie nini hapa Bwana? Kwanza tunapaswa kwanza kuwa katika hitaji, ili sasa tuweze kugonga, tubishe. Tunapaswa kudumu na kuweza kukishikaza katika mambo ya kiroho mpaka tuweze kuyapokea, na tusiweze kusema kama hii haipendezi Bwana, na akose Bwana analala, akose kesho niweza kurudi. Lakini Bwana wetu halali na sinzie, mlinzi wa Israeli halali na sinzie, mweza kuja kwake leo pia, hata usiku wa manane. Saa ya usiku wa manane inakuwa ni saa mbaya sana. Kwa saa ya usiku wa manane, Mathayo sura 25, Mathayo sura 25, sauti ikalia, ikatoka ikisema, tazama bwana harusi anakuja. Wapendwa, tuwe wa kuvumilia, tushike sana na kudumu katika mambo ya kiroho, na tusiweze kupumuzika mpaka kama hatujaweza kupokea yale tunayohitaji, kuwa na yale ambayo tunayohitaji, ili tuweze kupanda pamoja na Bwana, tuweze kunyakuliwa. Na kama hapa Mwokozi anatupatia mfano iliyo ya kiajabu sana, na kisha akaonyesha hii habari akisema kwenye mstari wa 9, nami nawaambia ninyi, ombeni na mutapewa. Unakuja na unaomba na hupokee, na unajiendea ukiwa na sura ndefu. Hiyo haipashi kuwa hivyo. Piga tena hodi tena kwa nguvu. Unahitaji ya hiyo, ni ya lazima, unapaswa kuwa nayo. Haukuje kwa sababu unataka kuja tu, unakuja kwa sababu kuna hitaji. Unapiga hodi kwenye mlango, na Bwana anasema tena, tafuteni na mutapata, pigeni hodi na mutafunguliwa. Kwa maana yeye anayeomba anapokea. Akose haifanyika kwa mara ya kwanza, kama vile mfano ya mtu huyo hapa. Alikaza, akadumu, akasema Bwana. Alishikaza, akabaki pale. Alishikaza, akasema Bwana, uliahidi hivyo. Niweke basi katika msimamo ambamo ninaweza kuipokea. Kwa maana yule anayeomba anapokea, anapewa. Yule anayetafuta anapata, na yule anayepiga hodi anaona mlango ukifunguliwa kwa ajili yake. Hayo ni matendo ya ukweli. Hakusema hapa, lakini inasemeka kama vile livyo, na sio ndio au hapana, ya kwamba niyo anayepiga hodi anafunguliwa. Nataka kusoma tena mbali kidogo ndani ya Luka sura 9. Luka sura 9. Hapa inahusu mawazo haya mawili nayo nihusu jioni hii. Kwa upande moja kuhusu ombi, mpaka uweze kuwa umepokea yale unayoomba, na kwa upande mwingine kuweza kufuata Bwana. Luka sura 9 kwanza kwa mstari wa 57. Luka sura 9:57. Na wakati walipokuwa wakisafiri katika njia, mtu fulani akamwambia, Bwana, nitakufuata
pahali popote unapokwenda. Mstari wa 15:8, Yesu akamwambia, mbweha wana matundu na ndege wana vyoto, lakini mwana wa mtu hana pahali pa kulalisha kichwa chake. Hapa kama vile tunavyoona mambo matatu hapa inaonyeshwa hapa kuhusu mwito na kufuata Bwana. Moja iko katika hitaji na kusema nitakufuata mahali pote unapokwenda, lakini Bwana hapo hapo akaona ya kwamba alikuwa hana nafasi ndani ya moyo wake ili aweze kuingia ndani. Bwana anataka akae na kuweka makao yake ndani, aingie. Hataki tu kuwa pamoja nasi, anataka awe ndani yetu. Mungu juu yetu, yeye kama vile Baba. Mungu pamoja nasi na katikati yetu ndani ya Mwana, na Mungu ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Ninataka kufuata mahali pote unapokwenda, lakini nakusihi kama tu inaweza kuja kwangu na kunifuata, kama unaweza kufanya makao yangu ndani yako, ndani ya moyo wako, na sio namna ingine. Jibu ni kwa namna hii ya kwamba mbweha wana matundu, ndege wa anga wako na vyoto, lakini mwana wa mtu hana mahali pa kuweka kichwa chake. Na ndiyo maana alijibu hivyo. Anataka aingie, akae, aweke makao yake ndani ya moyo wako, ndani ya mioyo yetu. Anataka akuje kwetu na ndani yetu, kama vile alivyoambia Zakayo, nitaingia katika nyumba yako na nitakula chakula pamoja na wewe. Tazama sasa sehemu ya pili kwenye mstari 59. Luka sura 9. Akamwambia mwingine, nikusema Bwana, unifuate. Akasema, Bwana, uniruhusu niende kwanza kuzika baba yangu. Yesu akamwambia, uwache wafu wazike wafu wao, lakini wewe kwenda kupasha habari za ufalme wa Mungu. Hapa mwito wa kiungu ilikuwa ikiambatanishwa na mwito huu, hapa ni Bwana ndiye aliyetangaza mwito, na naamini ya kwamba tumeelewa hapa vizuri ya kwamba sio sisi ambao tuliotafuta Bwana, lakini yeye ndiye aliyetutafuta. Sio sisi ambao tuliompata, ni yeye ndiye aliyetupata. Ni yeye ndiye aliyeweza kutuhurumia. Na kama katikati yao kuna wale ambao wanaowaza ya kwamba wanaweza kumaliza kwanza mashida za jamaa na za kidunia, hapo sasa nawaza ya kwamba kuhusu wimbo wa pili iliyoombwa na ndugu Rus ya kwamba enda uache nyumba ya baba yako au nchi yako, nyumba ya baba yako. Mwito wa kiungu unaendaka mbali na mambo yote ya kijamaa. Mwito wa kiungu ni ya lazima sana kuliko kamba zote za dunia hii. Na mtaona katika ufalme wa Mungu kutakuwa tu jamaa moja, na ni jamaa ya Mungu, wavulana na wasichana wa Mungu. Kama tunachunguza maandiko matakatifu, Esau na Yakobo, baba moja, mama moja, na Mungu akasema, nilikupenda na wewe sikukupenda, au nilikuchukia. Neno kuchukia inaonekana kwamba iliweza kutafsiriwa kwa namna kali, lakini hapo pia hatutaki kuweza kuchelewa juu ya hayo. Moja alikubaliwa, mwingine hakukubaliwa. Kuzaliwa ya dunia hii haijakuwa kuzaliwa upya, lakini kupitia kuzaliwa upya ndipo kutageuka kuwa
wana wa Mungu, wavulana na wasichana wake, kwa sababu tumegeuka kuwa wa uzao wa kiungu, na wale waliozaliwa na Mungu walio na mbegu ya kiungu ndio wanaweza kuwa wataishi milele. Wale ndio walio na uzao wa milele, na watu kama hao wako pia na bidii ya kuweza kukamata maamuzi pia, hata kama wanaweza kupita katika jamaa na kuziacha. Mwito wa kiungu iligeuka kuwa ndiyo shurti yao ya kwanza. Hawezi kupita pembeni ya hayo, kwa maana Mungu anawashika na anawaruhusu kuweza kufuata njia hiyo. Tazama sasa sehemu ya 3 kwenye mstari wa 16. Mtu mwingine tena akamwambia, Bwana, nitakufuata, lakini kwanza unipe ruhusa kuaga nao katika nyumba yangu. Yesu akamwambia, 62, hakuna mtu akiweka mkono wake juu ya jembe la kukokotwa na kisha kutazama nyuma anayefaa kwa ufalme wa Mungu. Hatupashi kusoma andiko kama hizi za Biblia kwa namna tu ya juju na kuweza kuwaza kwamba Bwana aliweza kuita hapa, kwamba Bwana aliweza kudharau wazazi wa baba na mama, aliweza kudharau baba na mama. Hapana, lakini hiyo ndiyo amri ya kwanza iliyo nayo ndani baraka, na inasema kwamba heshimu baba na mama yako. Lakini hapa ndani ya moyo wake alikuwa akijua kwamba hizo makamba za jamaa zinakuwa kwa nguvu sana. Alijua ni mara ngapi iko vigumu kuweza kutengana nazo, na ndiyo maana aliwaambia kwamba wanapaswa kuzikata. Kama uwezi wewe mwenyewe kwa namna moja au namna nyingine kuweza kuacha makamba hizo, hazo mahusiano za majamaa hizo isiyoweza kupendeza Mungu, hapo sasa Mungu ndiye anapaswa kuzikata. Ni hapa ndipo ninapata hii neno lakini. Mara nyingi neno lakini inaposemwa na utamkwa, tunajua ni kitu gani kinafanyikaka hapo. Sasa kuna kwa kama sababu au mashaka au namna gani, lakini kuna kitu fulani ambacho kisichopendeza Mungu wakati unapokuwa lakini niruhusu weza kwenda kulaga jamaa yangu au watu wa nyumba yangu. Iwe mtu yoyote aliyekuwa pale, lakini Bwana anasema hapa waziwazi kwamba sio mtu, hakuna mtu aliyeweka mkono kwa jembe ya kukokotwa anayeweza kuangalia tena nyuma, anayestahili katika ufalme wa Mungu. Na hivyo ndivyo tulioimba katika nyimbo moja, tusiwe kama vile mke wa Loti na kuweza kuangalia nyuma. Mwito wa kiungu ndani ya maisha yetu, kwa sababu iko ya juu sana, inapaswa kuwekwa kwa nafasi ya kwanza. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na wa haki yake, na sasa ingine yote mutaipewa. Bwana anataka kitu moja, anataka atushike sisi wote kwa ujumla. Mniamini, wakati umekuja kuweza kukamata maamuzi ya ujao na ya mwisho kwa ajili ya Bwana. Kama wananizuiza, wanasimamisha, nitakimbia. Tuweza kusikia hiyo nyimbo, kama nachoka, neno linasema songa mbele mpaka kwenye lengo. Tunahitaji tena tunahitaji ya wandugu na wadada, ili waweze kuwa wametenganishwa na yote inayoweza kuwazuia yote, ili waweze kufuata na kutumikia Bwana kwa uhuru. Hii mambo 3 imeonyeshwa hapa. Moja alisema nitakufuata mahali pote unapokwenda, na Bwana alikuwa akizungumuza tu kwa mifano, hakusema kwa namna iliyo wazi, na kama sivyo hakuna mtu angeliweza kusikia kwa mwisho, lakini alikuwa akizungumuza katika mifano, kwa maana ilikuwa imeandikwa hivyo, nitafungua kinywa changu, nitasema kwa mafumbo, kwa mifano, na nitatangaza yale iliyokuwa imefichwa tangu milele na milele. Alikuwa akiambia makundi ya watu na makutano ya watu kwa mafumbo au kwa mifano, lakini wanafunzi wake walikuwa wakielewa, walipewa kuweza kufahamu. Na hivyo tena leo, wakati mtu anaposema nitakufuata mahali pote unapokwenda,
Na kusihi ndugu yangu mpendwa, dada mpendwa, acha uambiwe ya kwamba kufuata Bwana isiweze kuwa tu ya nje, isiwe ya nje tu, lakini uweze kupatia moyo wako Bwana, naye anautaka wote. Anataka uweze kuweka makao yake ndani yako, na uweze kumwambia Bwana, nakusihi mpendwa, kama naweza kufuata, unapashwa kwanza uweze kukamata nafasi katika moyo wangu na kuweka makao yako ndani yangu, na ndani ya moyo wangu uweze kuniongoza katika njia ambayo inapaswa kufuata, kwa maana siwezi kufanya hivyo mimi mwenyewe. Na hapo sasa itafanyika. Hii mfano inasema mambo mengi, ya kwamba mbweha wana matundu na zinakwaka mingi kweli. Kuna mbweha na ziko nazo pia mingi, na ndege wa anga wako na vyoto, lakini mwana wa mtu hana mahali pa kuweka kichwa chake. Nitakuja kwenu na nitafanya makao yangu ndani yenu, na sio kumfuata tu kwa nje. Baba, mimi ndani yako na mimi ndani yao, ili tuweze kuwa mmoja. Huo umoja wa ujao, na kisha kukubaliana pamoja na Mungu, na si zaidi, na sio kwamba uniruhusu niweze kufanya hiki na kile. Ya kwanza nataka kwanza, hapana. Wewe acha ile lakini yako, acha ile kama, acha yote ninayoweza kutoka katika kinywa chako, na uweze kushipanga kwa yale ambayo Bwana anayotaka. Yale ambayo Bwana anayotaka uweze kuishika, uimeze, usiweze hata kuitamka, usiseme hata pia, lakini acha huo mwito wa juu sana takatifu wa Mungu uweze kupenya kwa nguvu ndani ya moyo wako, uweze kusikia kweli kweli ya kwamba leo Bwana ameniita. Leo aliweka mwisho kwa njia zangu na mipango yangu. Leo anaita moyo wangu, anatamani moyo wangu, sawa sana neno la andiko, mwana wangu na msichana wangu, nipatie moyo wako. Moyo wako ni wangu. Kuna mtu mmoja anaweza kusema vizuri, ni Samsoni. Mtu mmoja alisema vizuri ya kwamba Samsoni alikuwa akitumikia Bwana, lakini si moyo wake. Hakutumikia Bwana kwa moyo wake au pamoja na moyo wake, lakini Mungu anataka tuweze kumtumikia kwa moyo. Na kama tunamtumikia kwa moyo, ndipo sasa tunamtumikia pia kwa mikono na kwa kinywa na yote ambayo tulio nayo, au yote ambayo tulio. Na hiyo ndio Mungu anataka leo. Anataka ili tuweze kuomba sawasawa na mapenzi yake. Jina lako litukuzwe. Namna gani litatukuzwa? Tunapoamini na tunapokubali kwa moyo wote yale ambayo iliyosemeka katika jina lake takatifu, na watumishi wake wote na manabii wote, na wakiwa wametakaswa katika kweli ya neno waliokuwa wametangaza. Watakase kwa kweli yako, neno lako ndiyo kweli. Leo kama vile nitaka kusema kwa mwanzo, kuna makazi nyingi za kizehebu na hakosi hawezi kuyaamini, lakini Vatikani ndiyo mahali ambamo kunafanyikaka mazungumzo yote pamoja na Wakristo na Waislamu na Wahindu na wale wote wengine wote. Wanataka zehebu moja ya kiulimwengu, kitu moja, wakiwa chini ya mwongozi mmoja au mtawala mmoja. Yale yanayofanyika leo katika hali ya kizehebu, katika kiwango yote, mambo hayawezi hata kueleweka. Hiyo inafanyika aina yote ya mazungumzo, lakini kunafanyika ni katika ufalme wa Mungu. Hatupashi kusema kwa sauti kubwa na kusema, Bwana Mungu wetu, tuko hapa, fanya mazungumzo pamoja nasi, kuja katikati yetu. Mahali pote kuna kwa mazungumzo, mahali pote wanataka waweze kufanya mazungumzo, wanataka kufanya kitu fulani, wafikie kitu fulani, lakini tunaweza kusema nini? Bwana, tuko hapa, tuko hapa, tazama, tuko hapa. Na watu, yule mtu mkubwa wa Kiprotestanti alipotoa hiyo maelezo ya Yohana 14, mahali ambapo Bwana wetu aliposema ya kwamba katika nyumba ya Baba yangu kuna makao mengi, na kisha yeye akatoa hiyo maelezo yake, huyo Protestanti, ya kwamba kuna makao kwa ajili ya Wakatolika, kwa ajili ya
ya kwamba kuna makao kwa ajili ya Uislamu, kwa ajili ya Wahindu, lakini mimi naamini kwamba Bwana wetu alitayarisha makao. Mtu anaweza kutokea katika hiyo Wahindu na katika hiyo maismu mengine yote, lakini kama anatoka huko anapaswa kuja kwanza kwa Yesu Kristo ili aweze kupokea uzima wa milele. Anaweza kuwa Muislamu, lakini anapaswa kugeuka kuwa muamini kupitia njia ya kibiblia, na kuna njia moja ni Bwana wetu. Kuna kweli moja na ni Bwana wetu, uzima mmoja na ni Bwana wetu pia. Lakini tunaona yale yote inayofanyika kupitia neno au kwa neno, na namna gisi wanaoligunja na kuliweka kwa kila hali yote. Lakini Mungu ana kanisa hapa duniani, watu ambao waliozaliwa upya kupitia Roho Mtakatifu, na yule aliyezaliwa na Mungu na aliyepokea ufunuo wa Yesu Kristo ataona kwa namna iliyo wazi ataona wazi hiyo matendo za Antikristo, na hataweza kuwa na sehemu ndani, hatapata sehemu ndani, lakini atasema, Bwana, tufundishe namna ya kuomba, tufundishe namna ya kuomba, tufundishe namna ya kuamini, tufundishe namna ya kupokea, sawa sana neno la andiko linalosema yule anayepiga hodi atafunguliwa, yule anayeomba atapokea. Na leo tena katika saa hii inaweza kugeuka kuwa uhakika wa kiungo ndani ya maisha yako, na kila mtu wa wale ambao walioweza kushikwa na Bwana na kuonywa naye kupitia neno aweze kusema, Bwana, tazama niko hapa, nikamate mimi wote. Ndege wa anga wako na vyoto, mbweha wana matundu, lakini mwana wa mtu hana mahali pa kulalisha kichwa chake. Anataka aweze kupata leo mahali anapoweza kuingia, mahali anaweza kubaki, kukaa, kudumu, kuishi, na itakuwa moyo wako na moyo wangu. Ni hapo ndipo anataka afanye makao yake leo. Na kama kuna mtu mwingine hapa leo anayesema, lakini ningali na marafiki wengi, lakini niko na hiki, lakini mwache hiyo lakini, mwache kusema hiyo malakini au lakini leo unaweza kuikubali na kukubali, uache hiyo lakini yako, uweze kukubali hii kipaji cha neema. Leo kama mnasikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Kubali Bwana, na msijifurahishe tu kuweza kukubali na kusema ninakufuata Bwana. Ningetaka niweze kudilia tena hapa, na nafika hapa kwenye kumalizia. Tunaweza kufuata Bwana tu wakati anapokuwa amekamata nafasi ndani ya mioyo yetu, wakati ameweka makao yake ndani yetu, na tunapoweza kweli kuwa tukiongozwa na Roho Mtakatifu sawasawa na neno la Mungu ndani ya maisha yetu ya kila siku. Kuna wengi wanaosema ya kwamba Roho wa Mungu anawaongoza na kisha wanaenda katika miongozo yote iliyo hapa chini ya dunia, wala si katika mwongozo ya kiungu. Lakini ni kusema neno, roho, damu, roho na neno, damu na roho wa Yesu. Hiyo mambo matatu pasha kuwa ushuhuda ndani ya kanisa la Mungu aliye hai. Kuna mahali kulipo huko karismatiki, na mahali ambapo hapo damu na msamaha wa dhambi haihubiriwe huko. Mnapaswa kusahau mahali hapo, lakini yote inapaswa kuanza kwa Golgota, mahali ambapo deni ya ukombozi wetu iliweza kulipwa. Kuna mtu anaweza kusema ya kwamba hii ni utangazaji wa Injili. Iwe utangazaji wa kibiblia leo, utangazaji wa Injili ya kibiblia jioni hii iweze kuwa na matokeo pia ya kibiblia, kwa kiwango watu wanaweza kuwa wamekamata maamuzi yao kwa ajili ya Kristo, wakiwa chini ya kusikia neno la Mungu. Na hapo tena naweza kuhakikisha
Hayo ni maamuzi ambayo hamutaweza kujuta, ambayo hamutaweza hata kuwa na hitaji ya kukosoa. Maamuzi, uchaguzi ambao uliobarikiwa milele na ambao uliweza kukamatwa vizuri. Bwana, tufundishe namna ya kuomba. Bwana, tufundishe namna ya kuamini. Bwana, tufundishe namna ya kupiga hodi, ya kuvumilia, ya kuwa wavumilivu. Tufundishe Bwana, tufundishe kwenda mahali unapotaka, ili sisi tuende. Na sana sana Bwana, ni lazima sana utufundishe tusiweze kuangalia nyuma pia, kama vile mke wa Loti alivyofanya. Tufundishe kuangalia mbele, kukuangalia wewe ambaye unayeamsha imani na kuifanya kamilifu. Acha Bwana aweze kuja leo katikati yetu kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, na aweze kuleta uzima katika kila mioyo na kila midomo, na aweze kuamsha imani kupitia mahubiri, ili neno tusiweze kurudia bure pasipo matokeo, lakini iweze kuzaa yale ambayo tuliweza kutumwa, na iweze kutimiza mapenzi ya Mungu ndani yetu. Na wale wote ambao walio tayari kuweza kufuata kwa ujao Bwana, na uweza kushitaacha kushitenga na mambo yote inayoweza kuwazuiza, muweze kusema kwa sauti kidogo tu amina. Tusimame na tuweze kuabudu. Tugunje vichwa vyetu, tufumbe macho katika maombi, tufungue mioyo yetu mbele ya Mungu. Kuna mtu fulani hapa jioni hii aliyeweza kuonywa na kuitwa na Bwana. Akose kuna watu wanaoweka mambo haya kwa kesho, na wanaotaka kuweza kutengeneza mambo fulani na kitu fulani na kushindwa kuweza kufuata Bwana kama vile anavyotaka. Oh moyo mpendwa, ishache kwa Mungu, jaje kwa Mungu leo, na uweze kufanya tu yale unayoweza kufanya pamoja na Mungu, na Bwana atakuwa pamoja na wewe. Naamini ya kwamba Mungu amekwisha kutuzungumzia kupitia neno lake, na najua ya kwamba maamuzi ya kiungu yamekwisha kukamatwa. Leo wengi walielewa hii uhakika takatifu ulio katika utangazaji wa Injili au habari njema. Leo Bwana amezungumza, ni leo ndio mnapaswa kuja, mungepasha kuja leo. Anaita, na wakati tunapogonja vichwa na tunapobaki katika maombi, ningetaka niweze kuuliza ya kwamba wale wanaotaka kuweza kuingizwa katika maombi waweze kunyosha mkono tu. Asante, 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 asante. Mungu awabariki nyote. Kuna wengine hapa sana sana walio wa vijana, warafiki wapendwa, msiwaze na kwanza kusema oh, nataka kwanza. Lakini ni leo, ni saa hii, kwa saa hii. Hii ndiyo siku. Ni nani? Bwana ndiye anayeita. Kujeni kwake leo, kujeni kwake. Kuna mwingine anaweza kunyosha mkono, na wakati vichwa vyote vinapogunja na macho yanapofumbwa, tunapoweza kuomba sisi sote, na hata Roho wa Mungu anaweza kutenda. Kuna mwingine anaweza kunyosha mkono. Asante. Kuna mwingine. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Baba uliye mbinguni, tunakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya neno lako takatifu na la damani. Ndiyo, ufalme wa Mungu umekaribia na unajitengenezea njia kwa nguvu. Uko katikati yetu, naye iko ndani yetu. Bwana mpendwa, Baba yetu, jina lako litukuzwe leo katikati yetu. Haleluya, tunasifu
ufalme wako uje kwa nguvu katikati yetu, uweze kupenya. Bwana mpendwa, tunakushukuru kwa moyo wote kwa sababu ulitusamehe na kuweza kuwa na tunaweza pia kusameheana sisi kwa sisi kama vile ulivyotusamehe, na kuweza kupendana katika upendo wa kiungu kama vile ulivyotupenda. Mungu mwaminifu, unatenda sasa katikati yetu kupitia Roho Mtakatifu. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo kwa moyo wote. Tufundishe namna ya kuomba, tufundishe kuamini, tufundishe kupokea, tupatie uvumilivu, kudumu, uvumilivu, ili tuweze kudumu na kuvumilia mpaka tuweze kuwa tumepokea ahadi za Mungu na tuweze kufika katika ukamilifu. Sisi tunakushukuru kutoka kilindi cha mioyo yetu, wewe Mungu uliye hai. Acha iweze kuwa kweli hiyo Bwana, o Bwana, ili uweze kuja na kukaa ndani yetu. Mwokozi mwaminifu, unataka uweze kukaa na kudumu ndani yetu na kuweka makao yako kweli kweli ndani yetu. O Bwana, tuko hapa, toa yote toa masababu yote, toa malakini yote, toa yote, toa ndani yetu yote, na utufanye tuweze kuona leo, tukuone wewe kama vile mwokozi wetu, tukuishi wewe kama vile mwokozi wetu, yeye anayesamehe, anayeokoa, anayebariki, anayefungua, anayeponya. Bwana mpendwa, shuhudia leo neno lako katikati yetu, ndani ya wale wote ambao waliosikia na walioliamini na ambao wanaoliamini, na hiyo iweze kufanyika katika jina la Bwana kwa nguvu za Mungu. Kila mtu anayeamini aweze kupokea yale ambayo Mungu aliyomwahidi, na yule anayepiga hodi aweze kufunguliwa, na yule anayeomba apewe. Bwana mpendwa, ni siku ya habari njema, ya ujumbe mzuri. Taifa lako alitaweza kuhuzunishwa au kuregea. Ulirudisha, ulizungumza na unakusanya sasa mambo yote kama vile ilivyokuwa, kama vile inapaswa kuwa. Unayakusanya kwa ajili ya sehemu ya mwisho katika ufalme wa Mungu, iwe kwa namna ya kisiasa au kwa namna ya kizehebu au ya kidini, iwe ndani ya kisiasa au ndani ya dini, iwe katika Israeli na katika kanisa, na pia hata mwito wa bibi harusi nayo inafanyika. Bwana mpendwa, acha neno lako liweze kwenda na liweze kufikia, lishuke toka mbinguni, liweze kufikia lugha zote, mataifa yote. O Mungu, tunakusifu na tunakuabudu kweli kweli. Tunasikia uwepo wako huku hapa. Ninakushukuru kwa ajili ya hiyo, na ninasifu jina lako takatifu na la ajabu. Litukuzwe katikati ya taifa lako, waweze kushiacha kutakaswa kwa kweli ya neno lako. Bwana mpendwa, ninakushukuru pia kwa sababu uliweza kutufufua kutoka wafu, na kwa neema ya Mungu tuliweza kutoka pia hiyo makaburi, na sasa tuko ndani ya kanisa la Mungu aliye hai. Haleluya! Bwana asifiwe na shangiliwe, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wetu, Mungu wa Israeli. Bariki taifa lako kama vile haijawahi kuwa mbele, kwa wingi wa neema yako. Bariki wale wote ambao walionyosha mikono, wote ambao waliofungua mioyo. Bwana mpendwa, leo
tunaacha nyuma yetu yote, tunaacha malakini yote na mashaka yote, malakini yote, na tunakusii uweze kukamata nafasi na kufanya makao yako ndani ya mioyo yetu, ili tusiweze kupotea, kwa maana ndivyo ulisema katika neno lako kwamba mtu anapotea kwa moyo wake. Lakini kama tunataka tuweze kujua njia zako, inaomba uweze kukamata nafasi ndani yetu na kukamata makao yako ndani yetu, na hapo sasa hatutaweza kupotea tena. Tutatoka katika upotevu na tutaweza kufuata Bwana mpendwa. Acha makusanyiko haya ya kiungu ya leo iweze kutakasiwa kwa ajili yako, na wale wote ambao wanaosikia neno lako leo hapa na mahali pengine, acha roho wako aweze kuwa mahali pote ambapo neno lako linaweza kutangazwa, mahali jina lako linaheshimika, uweze kufika kwa lengo yako na uweze kupokea inayokupendeza. Jina lako takatifu lisifiwe na lishangiliwe. Haleluya, haleluya. Acha taifa lote liseme haleluya. Mungu asifiwe, Mungu asifiwe, Mungu asifiwe.